Kwa hiyo kwa msingi huo ni muhimu kuendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia mbalimbali za nishati safi ya kupikia zikiwemo briquettes, gesi ya kupikia, biogas, umeme pamoja na ubunifu mwingine unaozingatia mazingira ya uwezo kwa wananchi wote. Ni kweli vina gharama, lakini gharama ya mazingira ni kubwa zaidi gharama ya pesa na kuweza kupikia nishati safi na salama. Mheshimiwa Wajumbe, nyinyi sauti ya wananchi na ni viongozi wa mabadiliko katika jamii zetu. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi 68:1:1, Bwana alitoa neno, wanawake waliohubiri walikuwa jeshi kubwa. Ni matarajio yangu kuwa mtatumia nafasi zenu kuelimisha wananchi kuhusu manufaa ya nishati safi, kuhamasisha vikundi vya wanawake na vijana kuanzisha shughuli za uzalishaji wa briquettes na teknolojia nyingine za nishati safi, kuhamasisha uwekezaji katika sekta hii. Uzalishaji wa makaa ya mawe kwenye mgodi wa Kiwila au mgodi wowote wa makaa ya mawe lazima utazalisha coal dust ambayo inaitwa vumbi la makaa ya mawe. Sasa vumbi la makaa ya mawe ni zao ambalo ni endelevu as long as unaendelea kuzalisha zao la makaa ya mawe. Kwa Shirika la Madini la Taifa lilikaa chini na kutathmini kuona kwamba ni kwa namna gani linaweza likabadilisha hii vumbi kuiondoa katika hali ya kuwa uchafu na uharibifu wa mazingira au waste kwa maana nyingine, na kuileta katika matumizi kwa jamii na kuwa msaada. Kwa hiyo ndipo nilipofanya utafiti kwa kushirikiana na taasisi zingine, ikiwepo taasisi ya Shirika la Utafiti na Maendeleo ya Viwanda Tanzania TILDO, lakini pamoja na vyuo vikuu na wataalamu mbalimbali, ofisi ya makamu wa rais, kuweza kugundua nishati ya Rafiki Briquette ambao ni nishati safi mbadala kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na viwandani, ambao leo hii tuko mmoja hapa bungeni kuitolea elimu na mafunzo kwa umoja wa bunge wa kina mama katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tumekuwa ni sehemu ya utunzaji wa mazingira kwa sababu Rafiki Briquette inatengenezwa na kuzalishwa kutokana na mabaki ya makaa ya mawe. Hivyo basi imepelekea kuto kukata miti kabisa. Mara ya kwanza miti ilikuwa inakatwa kwa ajili ya kutengeneza kuni na mkaa, lakini kwa sasa tumefanya zuio la kutokukata miti. Hakuna sababu ya kukata tena miti kwa sababu tu kwamba mkaa huu unatokana na mabaki ya mawe, na mkaa huu ukiutumia utapata faida nyingine mbali ya kwamba tutazuia ukataji wa miti.